ya Dula Mbabe pamoja na Itaba, round 10 tukizisubiria. Mmefanya mazoezi vizuri, kila mtu ametreni, walimu wenu wazuri, onesheni mchezo mzuri. Mtu akizidiwa nitamuokoa. Akiwakalisha watu kwa KO, lakini vile vile yeye mwenyewe ni mwepesi pia kutandikwa KO katika mapambano 12 aliyopoteza 8 akipoteza wa KO. Tuangalie kianza na jab mama bondia wote wawili. Dula Mbabe amechora michoro ya kutosha mwilini mwake, na huku mgongoni nilisoma jana alisema shetani hazeeki, ndivyo alivyoandika. Kianza na power punch, Dula Mbabe akimpelekea moto moja kwa moja. Itaba ataweza kuhimili power ya Dula na rusha mpaka na kuama eneo. Itaba akiwa baki kwenye nafasi yake ile ile ya utulivu, lakini ataweza kuimudu hiyo nguvu ya Dula ambayo inabidi yawe na gadi ya kutosha. Na hiyo ndo swali muhimu ambalo ataweza, na kwenye kujilinda kuna mazingira mengi ya kufanyika, tumekuelekeza hapa. Kwanza uwezo wa wewe kujilinda kwa kutembea, uwezo wa kulinda wa gadi yako kuwa sawa sawa, uwezo wa kushambulia pia ni sehemu ya wewe kwa nafasi nzuri ya kujilinda kama hivyo. Nice Itaba mtu nzuri sana ambao ameipeleka. Yes, na ilikuwa ni exchange punches. Of course Dula alicounter kile ambacho Itaba alikuwa ameanza kukifanya, lakini ni Dula ndiye ambaye alimkamata sawa sawa Itaba, lakini Itaba akaweza kuchukua ile punch. Na ukiangalia kwenye hii fight Itaba ni kama plan yake ni kwenda kumforce au kumfanya Dula asiwe anasogea ndani, na moja kati ya silaha kubwa za Dula akipata akiingia kwenye punching range ni hiyo right hand yake, ndo silaha yake pekee kwenye ring. Hana jab nzuri, hana footwork nzuri, lakini right hand yake always huwa ndo silaha yake kubwa. So moja kati ya mitihani mikubwa kwa Itaba kwenye hii fight ni kuidhibiti hiyo right hand ya Dula Mbabe. Dula Mbabe akiendelea kumtafuta, angalia power punch ambazo anaendelea kuziland, lakini bado hazijamfanya Itaba apoteze ile ramani yake aliyonayo. Bado yupo ndani ya mipaka ya Tanzania Itaba, na kitu ambacho nahisi kinaweza kikamrahisishia kazi Dula pengine ni kwa sababu Itaba ni flat footed, ni bondia ambaye yuko flat chini kwenye miguu, sio mtembeaji mzuri. Dula huwa ana struggle zile mabondia ambao wana movements nyingi kwenye ring, lakini ukiwa unasimama kama hivi inakuwa rahisi kufanya setup ya right hand yake. Yes. Acha tuone kile ambacho kinaendelea. Uchambuzi kutoka kwa Aidan Mlimila na Saidi Bwanga ambao unaeleza Nice job. Counter nzuri sana ambao ameipiga Itaba mbele ya Dula Mbabe. Round ya kwanza hii. Jab nzuri. Dula yeye kitu anachokitafuta ni hiyo power punch yake ambao anaiamini zaidi, akimshindilia, lakini bado Itaba bila shaka yote amejiandaa kuhimili hizo punch za Dula Mbabe. Za Itaba zimekuwa ni chache, hivyo imempa urahisi au inampa urahisi wa Dula kufika na kuweza kupiga zile power punch zake kama hiyo right hand, left hook. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kitamfanya Itaba survive kwenye hii fight ni kuwa na guard nzuri, head movement nzuri, ambapo pengine kama asingekuwa na movement nzuri angeweza kukamatwa na pengine ingekuwa shida kwa upande wake. So kitu kingine ambacho nadhani kama Itaba ana pass ili ampe fight ngumu Dula, lazima ampeleke Dula kwenye kina kirefu, amvushe kwenye round za mbele sana. Dula huwa anatumia nguvu round za mwanzoni. Yes. Baada pale wanakata upepo. So kama akimvusha kwenye round za mwanzoni inaweza kumpa shida kidogo kwenye fight. Yeah. Angalia mambo jinsi alivyo Itaba, gari yake ikiwa juu. Kuna right hand nimeiona kwa Itaba. Tusisahau pia Itaba naye ana nguvu. Kuna right hand nimeona imemiss kama 2-3 hivi. Kwa hiyo Dula naye anatakiwa awe makini sana kwenye hicho. Wanatofautiana kwenye uvumilivu pia. Wakati mwingine ngumi ikinasa sehemu yake haina uvumilivu bro, hiyo unashuka, yani unajikuta ushashuka. Hiyo kwa sababu umeongea wewe, siwezi kukatalia. Yeah. Sisi wengine tunaiongea wewe, zimekukuta. Nafikiri Zaida ni tayari kashapitia huko. Napitia wapi? Kuna cutting, lakini pia kama kweli ushapitia basi hiyo situation ushaikukuta hapa kasi nyingi sana. Yeah. Ukapigwa punch afu kajikuta upo chini yani.
Nice. Left nzuri sana ambayo Dula ameipeleka kwa Itaba. Na nyingine right hand, lakini akijaribu kumweka mbali. Dula akitengeneza setup. Itaba pia anarudisha. Wawili hawa wanaonyeshana makali. Right hand nyingine ambayo amekutana nayo Itaba. Kwa mzuri sana pia kwenye kuziona. Ruhusu kufanya makosa mara mbili. Hussein Itaba. Na kwa tathmini ya watu wengi, hata mimi wakati natoka home, kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Taita alisema kwamba Itaba akimaliza hii fight ana $100,000 yake. Taita, Itaba akimaliza hii fight kuna $100,000 yake. Kwa hiyo utapata taswira ni kwa namna gani watu waliweza kuibeza hii fight. Haya. Nadhani pengine labda ni kwa sababu ya CV ya Dula. Yaani kwa upande wa CV Dula na CV kubwa zaidi kuliko Itaba, lakini kwa siku hii ni boxing na Itaba amewekeza kwenye mazoezi kujiandaa na hii fight. So na ndio kitu ninachokiona hapa yani. Kwamba hiyo surprise ya kumaliza kwa Itaba naiona ni kwa sababu ya mabadiliko ambayo amekuwa nayo, of course head movement, yadi, ulinzi. Ni vitu ambavyo uko nyuma hatukuviona kama head movement. Nice. Dula akiendelea kutafuta, lakini Hussein Itaba pia. Hii ni raundi ya pili tu kutoka Knuckles. Angalia mambo yalivyokwenda. Hussein Itaba alipeleka, baada ya hapo akajua nini kinafuata. Gadi ikiwa juu, anapunguza makali kwa kumweka mbali kidogo Dula Mbabe. Angalia naye pia alilandi ile punch yake. Raundi ya tatu. Haya, Dula akiendelea kutumia nguvu sana. Itaba pia akilipa. Itaba akipeleka right hand nzito sana. Dula Mbabe kakutana right moja kutoka kwa Hussein Itaba na kaenda kusalimia sakafu. Mara ya mwisho kumwona Dula Mbabe kwa hapa nyumbani akilamba sakafu kama hivi, pengine utaitafuta sana, lakini right hand ambayo imempeleka moja kwa moja chini. Raundi ya tatu, twende tuangalie ataweza kuhimili. Nilizungumza pamoja na kushambulia kwa Dula, lakini awe makini na right hand. Na ndo ngumi hiyo ambayo imempeleka chini. Kwa hiyo ni somo kubwa kwa Dula kwamba pamoja na kushambulia kwake, lakini awe makini na hiyo ngumi. Sahihi. Kwa sababu pia ukitazama pia Dula zoea ambavyo anapigana amekaa kwenye center line. Mstari wa katikati. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi pia, au ni rahisi endapo kama Itaba ataweza kufanya setup sahihi kumkamata Dula na hiyo right hand yake ambayo imempeleka chini kwenye round ya. Anajaribu na yeye pia Dula Mbabe ni kama anataka kurudisha kile ambacho amekifanya Hussein Itaba, lakini Hussein Itaba gadi iko juu, akiweka gadi kichwa kinacheza. Ni hapa kitu ambacho anakifanya, unaweza ukatabiri kabisa Dula kwamba anataka nini. Nice head movement nzuri sana ambayo Itaba ameenda nayo, lakini Dula right hand nyingine ambayo anakutana nayo Dula, zile pupa ambazo anazitengeneza zinaweza zikamgharimu kutaka, na Hussein Itaba naye anaruhusu hizo punch za Dula zimkute moja kwa moja, lakini hao ni wanaume wawili ambao power ni sehemu ya maisha yao, hiyo nguvu ni sehemu ya mazoezi yao. Kwa wacha tuone nini. Straight ambayo imemkuta moja kwa moja. Hussein Itaba atavumilia, ataweza kuhimili. Hussein Itaba bado yupo hai, bado yupo sawa sawa. Dula Mbabe naye anamtafuta Hussein Itaba. Ni raundi ya tatu ambayo ina matukio ya namna yake, raundi ya tatu ambayo ina power ya kila mmoja kuonesha ule uwezo waliokuwa nao. Hebu tuone, hebu tuangalie. Dula Mbabe kakubali kwa mara nyingine. Hussein Itaba chini. Dula Mbabe alikubali. Sasa ni zamu ya Hussein Itaba kukaa chini na anainuka. Hii ni round ya namna gani? Hii ni round ya namna gani? What a round! What a round! Kile
ambacho alikuwa anakitafuta Dula Mbabe, pengine amekipata. Alikuwa anataka amkalishe kitako. Muangalie raundi imekamilika. Kengele kwenye uokozi, kengele kwenye uokozi. Itaba anaponyoka kwenye mikono ya one of the best knockout artists kwenye nchi yetu, Dula Mbabe. Kwanza Dula Mbabe akainuka, na hiyo ilikuwa ni straight punch ambayo ilimpeleka Dula kwenye canvas kwenye muda ambao Itaba alikuwa amekunjua mkono wake na kumkamata Dula akiwa iko open, na hii ilikuwa ni knockdown ambayo Dula pia alipata kwa Itaba mara baada ya ku connect hiyo right hook, na baadaye alimtafuta mara ya kwanza akamkosa, ni kama alienda kuegemea kwenye kamba za ulingo, lakini baadaye Dula Mbabe alitafuta body Itaba kwenda chini. Dula Mbabe yes, ilikuwa ni straight punch pia ambayo ilimkamata Itaba akiwa kwenye motion. Muda utoshi Gilbert. Yes. Acha tuangalie, je, raundi ya 4 tutafika raundi 10 kweli? Angalia, Dula Mbabe kaingia moja kwa moja mzima akimpagaa, akimtafuta, lakini Hussein Itaba anaonyesha uwezo wake kukwepa, atazipokea sasa. Dula anakumbatia. Dula ameona ya nini mie mchezo huu unaruhusu kukumbatia. Dula Mbabe anatumia nguvu nyingi sana, kwenye kushambulia, na huwa ana miss punches nyingi sana. Yes, ana miss na itampelekea kuchoka. Anaonyesha uwezo wake mzuri wa kukwepa, lakini Dula naye hawa wote wana makosa kama ya kufanana. Of course. Shida ya Dula ni kwamba anatupa punches. Tayari Itaba ameonyesha kuwa ni mzuri kwenye kuslip ama kudodge, kurona punches. Sasa bahati mbaya sana ni kwamba Dula ameendelea kutupa punches zake vile vile. Uone akifanya setup ya punches zake kumset Itaba akae kwenye target na kupiga punch. So imekuwa ni rahisi kwa Itaba kuweza kudodge ama kurona punches na kufanya Dula hawezi kumiss punches nyingi sana, anaweza kunyonya energy yake. Acha tuone. Amekataa kukumbatiwa. Jabu inatoka kwa hivi sasa zikiendelea, hawa wakiwa karibu tu, moto unawaka, ni tupa ni kutupe, mikono inarushwa. Mvumilivu zaidi, yani mwenye uvumilivu zaidi ndio anaweza kuchukua hii fight. Wote wana nguvu, ndio maana unaona haya yanatokea. Yes. Endapo punch ikimkuta mtu yoyote yule lazima ayumbe. Wote wapo wazi, wote wanapokea ngumi, kwa hiyo mvumilivu zaidi. Kabisa. Itaba naye ameweka kwenye kona, Dula anaitafuta. Huyo hapo ana set power yake, anasubiri aache sura ili aipeleke. Nice jab nzuri sana kwa Dula. Kapiga jab kama kwenda kufanya kitu gani pale ili atoke kwenye kona na amefanikiwa. Nafikiri kwa nature ya hii fight ilivyo, timing ndo kitu ambacho naona kitawatenganisha wa mabwana wawili. Bahati mbaya sana na wote wamekuwa hawana timing nzuri sana, maana tunashuhudia idadi kubwa ya punches ambazo zina miss. Nzuri sana Hussein Itaba kile ambacho amekifanya kwa wakati huu. Kiendelea kumua kwenye distance Dula. Nice jab nzuri kwa Itaba. Itaba pia anamruhusu Dula kumkaribia, kitu ambacho ni hatari kama hivyo. Kalia Itaba alikuwa mzuri pia kwenye kuona Dula anataka kufanya nini. Kitu cha nyongeza siku ya leo kwa Itaba ni hizo head movement. Kwa kweli amefanya yani kitu cha nyongeza kwake, yani kwenye fight zake za nyuma hatukikiona, lakini leo anafanya sana head movement. Box. Haya, raundi ya 5 kati ya zile 10. Tuone kile ambacho kinaenda kutokea. Jab skills zinatoka. Nice jab. Dula akienda gari ikiwa juu, lakini jab ikiwa Itaba anaendelea kuitumia. Hiyo hapo jab ilikuwa imeenda vizuri sana. Kitu kingine ni kwamba Brezaidan Dula Mbabe ni mzuri sana kwenye body punch. Lakini leo sioni, yani mara nyingi amekuwa akitafuta kichwa, yani sasa sijajua ni kwa sababu ya tempo ya fight, lakini ni miongoni mwa mabondia ambao wana body punch nzuri sana. Itaba akiendelea kutumia matumizi mazuri ya akili kama hivi, inaweza kaendelea kumpa tabu sana Dula, ambaye Dula yeye akiingia anataka kurusha mikono mingi, lakini na nyingi pia
anazikosa, ni kama anaenda kwa kubahatisha, lakini Itaba unaangalia zile target anazitafuta, anajaribu kama hivyo. Angalia unajua hiyo right hand ya Itaba ni hatari zaidi sana, kwa sababu ukiangalia Itaba kama nilivyosema mwanzo, Itaba yuko flat chini, ni flat footed boxer, miguu yake iko flat, so akiwa anafanya punching, ana punch huko miguu iko imekamata canvas, so ule mchakato wa kutransfer weight kutoka kwenye mapaja kuja juu unafanyika vizuri sana. Kwa hiyo right hand yake ni ngumi ambayo kama akipatia target itaendelea kumpa shida sana Dula Mbabe. Acha tuangalie Dula akiwa ameingia pia, ameona hapa ndio kwa kufanya lolote, lakini bado Dula akiwa anakuja kwa nguvu zote, amesema kwamba shetani azeki, lakini bado lakini na Itaba hiyo right hand haitoi mara kwa mara ukiangalia, lakini ikitoka inakuwa na madhara sana. Yaani sio kila muda anaitoa, ila inapotoka inakuwa na madhara sana. Na ndo kwanza za raundi ya 5. Safari ndefu, ndio wanasema hizi raundi tutafika kweli ama mambo yatakuwa tofauti. Ukiangalia ile pressure ya Dula imepungua kwa kiasi fulani kwenye hii raundi ya 5, kama alivyosema Bezaida kwenye raundi za mbele huko. Naweza nikamfananisha na Mike Tyson. Yaani raundi zake za mwanzoni, kadri muda unavyozidi kwenda, ukifanikiwa kuipeleka fight kwenye raundi ya 8, tengi linakuwa linapungua. Alikuwa, lakini kumbuka kwamba hawa wala hawajai kuwa na ugomvi, ni marafiki wazuri tu. Hata wakati wa upimaji uzito wakaongea wenyewe kwamba wewe ni rafiki yangu, lakini hii ni kazi, hatuna namna. Ndo boxing. Angalia Dula yuko ameenda kwanza kuegemea kidogo kamba. Haya, Hussein Itaba akipokea maelekezo kutoka kwa kocha wake Ramadhan. Angalia jabu hiyo imekuwa nzuri sana. Angalia kama hapo aliipeleka pia naye Dula, lakini na hapa pengine hapa referee ya kuona vizuri. Neutral corner. Stop. Box. Hii ni raundi ya 6 kati ya zile 10, na kadiri ya muda unavyozidi kwenda hapa, wa kumuhofia zaidi anaweza kawa ni Dula Mbabe, kama itakuwa ule uwezo wake wa kurusha makonde mazito. Dula Mbabe anaona kama kwa nafasi anaipata, lakini hiyo nafasi ya kukwepa mobility ambayo anaitengeneza hapa Itaba ni hatari sana. Na ikonda kukandamiza moja kwa moja hapo, lakini kakataa. Uwezo wa kukwepa wa Itaba pengine umekuwa bora sana. Itaba amtengenezea setup, anataka kutumia right yake, lakini bado Dula pia amekuja akichukua. Dula anaendelea kutafuta tumbo. Dula anamtafuta Hussein Itaba, anaona kama anaweza akamaliza pambano hili, lakini bado nipige na kupige. Itaba anaona no, ngoja kwanza. Clinching hiyo ipo kwenye mchezo wa box. Ngoja kwanza. Itaba ni kama ile nguvu ambayo ametumia kwenye kukwepa, lakini baadaye akutana punch za Dula yuko kwenye wakati ambao si mzuri sana. Hata tuone nzuri sana right hand ambayo amekutana nayo Dula Mbabe mbele ya Hussein Itaba. Anashika kidogo kiuno, lakini anamwambia mimi niko sawa sawa. Akihesabiwa huyo hapa anatikisa kichwa. Vipi? Sio niko sawa sawa. Twende. Na hii inaweza kuwa nafasi nzuri sana kwa Hussein Itaba, kwa sababu ni lazima Dula atataka kuanza kufanya kama kile ambacho kifanya pengine kwenye raundi iliyopita, ile raundi ya 3.
kuna kipindi Itaba anamkumbatia Dula, lakini hapo kuna kipande nimeona Dula anamkumbatia Itaba. Ni fight ambayo ina matukio sana. Hussein Itaba, pengine mashabiki wake wanamuuliza kwa nini umalizi. Hussein Itaba, pengine mashabiki wake wanaweza kumuuliza kwa nini haufanyi ule muendelezo wa punches. Yes, na ukiangalia hiyo Dula Mbabe ni kama alikuwa amekubali left hand, lakini labda ni kwa sababu ya mkono dhaifu wa Itaba. Na nimeona kwenye exchanges ama majibizano ya punches, Dula amekuwa exposed sana, na ndio muda ambao unaona hizi zile punches zote hatari ambazo Itaba amemkamata nazo Dula ni kwenye exchanges. Amekuwa akijiexpose sana kwenye muda ambao ana exchange punches na Itaba. Kuiona kama inakuja, lakini pia Dula Mbabe ni kama kamuona Hussein Itaba sasa. Bwana, wanaume hawa wanashushana makonde mazito mazito. Watazame vile ambavyo wanafanya. Hussein Itaba bado, Dula anarukaruka mpaka kufika raundi hii. Niwapongeze mabondia wa kufiti raundi ya 6. Namna ambavyo wamebadilishana punch kupigana. Pongezi kwao, wamefanya mazoezi. Raundi ya 6, nani alitegemea ingefika raundi hii? Nani alitegemea? Tazama mambo jinsi yalivyokuwa pale ambapo right hand ya Dula ilienda, lakini Itaba alikuwa imara, alizidi kuwa imara zaidi, akakutana na hiyo left hand kwenye exchange. Hiyo hapo ilimkuta Dula alikuwa kwanza na attempt kupiga left hook, akawa countered na left hook. So ilikuwa ni exchange ya left hook kwa left hook, lakini left hook ya Itaba ndio ilifanikiwa kumkamata Dula akiwa iko wazi na akaenda kwenye canvas. Hawa walisema ni marafiki, lakini urafiki gani huu? Hata kama ni kazi, mbona kama kuna mambo mengine ya ziada? Dula na yeye ameingia kwenye raundi hii bila shaka. Tabia ya Dula ni moja, kutaka kulipa kile ambacho alikipoteza. Sasa ataweza? Acha tuone. Dula Mbabe kama hivyo, body punch amepeleka akimtafuta Hussein Itaba akiwa amekaa kwenye kona. Itaba anaruhusu, lakini gadi yake iko juu, anairudisha combination, anaipeleka, lakini bado anaenda tena, bado hapo nipige nikupige. Itaba amekuwa anamuingiza kwenye mtego Dula Mbabe. Unamuona ni kama labda kama anakuwa dhaifu, lakini akirudi anarudi akiwa imara, na hii ni kuonyesha kwamba amefanya mazoezi ya kutosha. Hussein Itaba safari hii si pambano jepesi, inahitaji kugangamaa kweli kweli. Of course so far ambacho naona Itaba anazidi kukifanya kwa ubora ni namna ambavyo ana roll na hizo punches, na bahati mbaya Dula yeye afanye setup, yani yeye anapiga left hook, nice job, left hook, right in, left hook, right in. Alikuwa anafanya setup hizo punches zake, hiyo rolling ya Itaba angeweza kupotea majibu, lakini imekuwa tofauti. Maana ana miss punches nyingi sana, hooks nyingi na miss, right hooks nyingi na miss, left hook nyingi na miss sana. Itaba amempeleka Dula sehemu ya mbali sana raundi ya 7 hii. Dula naye akirudi akijaribu kumtafuta kwa ukaribu sana. Ukiangalia knockdown 2-1 mpaka sasa hivi. Itaba ana knockdown 2, Dula Mbabe ana knockdown 1. Kwa hiyo bado Dula Mbabe ana deni hapo. Na ukiangalia fight wote wamepigana, wote wameruhusu kupigana. Ilikuwa close fight. Sasa hizo knockdowns ndio zinaweza labda zikatengeneza tofauti. So lazima pia Dula naye apandishe game yake, na Elia Dula akiwa anaitafuta ile right hand yake hiyo hapo, anataka kuitumia kwa nguvu sana kumwadhibu Itaba, lakini Itaba ameiona, na hata kwenye kona yake nikiona hapa wanamsisitiza kwamba angalie sana ile right hand ya Dula. Haya, ana set jab yake Hussein Itaba, jabu ambayo imekuwa na maajabu yake leo hii, akiitumia vizuri. Alimwangusha Dula kwa right hand na baadaye akamwangusha Dula kwa left hand. Mikono yote imehusika kumkalisha Dula chini mara 2, lakini tuone je, Dula atafanyaje? Hussein Itaba kwenye exchange kama hizi ndo sehemu ambazo Itaba ananufaika zaidi.
kwa sababu Dula Mfaume huyo hapo kutoka Knuckles, jasho linamtoka, ambaye yupo hapo kwa ajili ya Hussein Itaba. Jasho linalomtoka ni kama yeye pia yupo ulingoni, lakini yale maelekezo, angalia mambo jinsi yamekuwa kwenye round iliyopita. Jab nzuri sana ambayo amekuwa akiitumia Hussein Itaba. Aidan, yeah, of course ni jab ambayo ukiangalia haiko stiff, lakini ina discomfort, sababu Itaba anapiga jab lakini ameganda, yani jab ambayo haina ulinzi, so ni kitendo cha kupishana nao na kupiga counter. Aidha unasogea kupiga body punch au kupishana nao kupiga right, lakini Dula amekuwa fanya. Kubaliane Hussein. Mimi nimefanya 10. Nenda neutral pale. Hussein nenda neutral pale. Time off. Big right. Dula anasema tulia. Dula anasema raundi 10, Hussein anasema 8. Mkataba unasemaje? Tunaendelea boss. Time off. Hey! Baba nane la kasolane. Hamna. Nane mzani 10. Nane. Wamechao. Kwako kwa sababu kuna huko kwa nani ubingwa. Nani ubingwa. Piganeni, hamna maneno, piganeni. Referee anasema piganeni. Jab inatoka sasa. Hussein Itaba akiendelea kumtafuta Dula, jaribu kumtengenezea kwa vizuri sana hiyo, nzuri sana. Itaba kwa kile ambacho amekiona, anajua kabisa kwamba Dula right hand yake ndio ambayo amekuwa akiitegemea zaidi na ndio amekuwa akikimbia body punch, lakini bado haya. Dula ni kama anataka kulipiza kile ambacho kimetokea. Sasa imekuwa ni vurugu za kukamatana miilini au za kukamatana kwenye miili. Chia. Haya, inaonyesha kabisa sasa ni ule wakati angalau wa kutafuta pumzi ambao umeitumia kwa muda mrefu. Haya, jabu inaendelea. Hussein Itaba kwa wakati huu, labda ndio maana uko nasikia kwamba zinahitajika raundi 8, lakini hii ni pambano la raundi 10. Raundi 10. Hussein Itaba kwenye raundi hii amekuwa ametumia muda mwingi zaidi kuangalia namna ya kupumzika. Dula ni kama anataka kuitumia pia kama faida. Dula ni kama anataka kuitumia kama faida kwa wakati huu. Bado yupo kumbe. Sema bado yupo. Hussein Itaba anafanya mbwembwe. Round imekamilika. Round ya 8 imekamilika. Itaba alikuwa anahisi kwamba pambano limeisha. Naona ni kama alikuwa anataka kupanda kwenye kamba. Hebu tuone kile ambacho kinaendelea. Tuone kile ambacho kinaendelea. Pambano kwenye raundi ya 9. Itaba huyo hapo. Hussein Itaba huyo hapo. Kocha na second wengine wanataka fight iendelee. Anasema pambana bwana, ambao tunaliweza. Namuona Mfaume ni kama Itaba ni kama anataka kurusha taulo kiaina. Raundi ya 9. Nisubiri kwanza.
Itaba. Kama akigoma na fight anaweza kuwa disqualified. Tumsikie referee anachosema na Dula na Itaba. Unajua fight yenu kali kubwa, watu wote wanataka kuona matokeo. Ushaelewa? Hapa 10. Tulia Sadula, tunaongea na mwenzio. Mbona huyu ulikuwa unaongea naye? Hii fair play, gonga kwanza. Hii fair. Tunakwambia mbona kwa kupigana alikuwa Sikuwa mnaongea. aniongelesha. Kwa hiyo mimi niseme tu Hussein, angalieni umati. Mimi si nimesaini 8. Kuna ubingwa hapa. Mkataba wangu 10 nao. Hamna ubingwa. Hamna ubingwa kocha. Hamna ubingwa hii. Usiku wa leo Vitasa Night. Dula, nenda pale nyuto. Nenda nyuto. Dula, nenda nyuto. Kitu kimoja ambacho nakijaribu kukizungumza kwamba hili sio pambano la ubingwa, kwa hiyo raundi 8 ni kama ndio zinatakiwa, lakini kwenye mkataba wamesaini kitu gani hasa? Aidha ni kitaalamu inakuwaje? Issue ni mikataba. Yaani raundi 12, raundi 10, raundi 8, 6, 4 ni makubaliano kati ya promoter na mabondia. Yes. Of course kwa fight za ubingwa mara nyingi huwa ndio ni kuanzia 10 mpaka 12. Lakini ziko fights ambazo hazina ubingwa na still zikawa na raundi 12. Inategemea na makubaliano kati ya promoter na bondia husika. So kama mlisign raundi 10 na ulisign na document ipo, then sioni kama kuna ni sahihi kufanya hiki ambacho wanafanya. So fight kuwa la ubingwa au kuwa ni non-title huwa yani issue around ni makubaliano kati ya promoter na bondia au mabondia wawili. Haya, mambo yalikuwa hivi hapo. Itaba amekuwa katika wakati mzuri sana, Hussein Itaba, lakini kwa wakati huu yeye kiendelea kusubiri hapa maamuzi ambayo yanatolewa baada ya makubaliano ya mabondia wote wawili, lakini mikataba kuangaliwa. Kuna je, nini ambacho kinakubaliwa? Raundi ya 9 pambano la raundi 10. Box. Haya, baada ya mapumziko marefu ya kubishana kuhusiana na mambo ya mkataba, Itaba amerudi sasa kwenye energy yake, na Dula naye pia amerudi, kama wameanza upya. Mgongano unaonekana, left and right hand ya Dula amezipeleka moja kwa moja, na Dula akimkaribia Itaba. Itaba gadi ikiwa juu akirudisha, lakini bado target imekataa. Dula anamkataa Itaba, lakini bado ule uwezo wa Itaba kukwepa leo ni mkubwa sana. We hawa watu haya, ikanasa kidogo, lakini baada ya hapo ngoja kwanza tupate pumziko. Ni kama Dula amerecharge battery yake mara baada ya kupata dakika kadhaa za kupumzika. Yes. Yale mapumziko, ingawa pia anapaswa kuongeza umakini kwa sababu Itaba hiyo right hand yake ni kama haipo, lakini ni moja kati ya silaha hatari sana kwake. Yes, kwenye right hand, lakini kwenye exchange pia Itaba amekuwa nzuri sana kwenye mabadilishano ya punch. Hatari. Dula Mbabe akiingia akikwepa Itaba vizuri sana, panchi zote ambazo anaenda na haya, sema hii sio punch. Haya, Itaba anaanza naye tena. Dula anatafuta namna ya kupitisha mikono. Haya, Itaba akienda naye Dula taratibu. Dula naye kutokubali, akipeleka hizo panchi za kutosha, lakini bado hizi raundi kiukweli Dula akipeleka, lakini anatumia nguvu kubwa sana, kitu ambacho kinaweza kawa ni hatari endapo akutana ile right hand ya Itaba. Anajiexpose sana kama hivyo.
naye karejesha, nipige nikupige. Yule ambaye atavumilia ndio yule ambaye atakuwa mbabe kwenye boxing derby. Raundi ya 9 imekamilika. Baada ya kurudi, kuna namna alikuwa na force fight, lakini nimpongeze bwana Itaba, bado ameendelea kuvumilia punch, lakini kukwepa kufanya hiyo bobbing. Kuna baadhi ya bobbing amekuwa nazo leo, kitu ambacho kama surprise kwetu, kwa sababu sio Itaba yule ambaye tumekuwa tukimzoea. Aidan, kwa upande wako nini ambacho unaweza kusema? Itaba na Dula wametuletea, lakini kubwa ni Dula kuendelea kufanya kitu kile kile kwa namna ile ile. Ndio maana pia amekuwa akimiss punches nyingi sana. Nice job. Raundi ya 10 na ya mwisho ambayo kila mmoja alikuwa anaisubiria kwa hamu. Acha tuone raundi hii ya 10. Itaba anaendelea kujab, ruhusu hiyo left hand na right hand ya Dula, ikiachia pia straight hand imefika moja kwa moja. Itaba inabidi kuwa na umakini mkubwa kwa kile ambacho amekitengeneza. Kutana left pia ya Dula. Dula ni kama amepania, amekutana nayo tena na right hand, left hand. Dula alizoea kupiga tu, lakini pia akutana counter punch hizo ambazo zinamlevya kweli kweli. Punch za Itaba zimekuwa na athari chanya sana kwa Dula. Wana videvu Watu wagumu. Itaba of course kwangu ameni prove wrong. Unajua, before nilikuwa naamini uwezo wake wa kuchukua punches sio mzuri, sio mkubwa, lakini kama anaweza kusurvive dhidi ya Dula, mtu ambaye miongoni mwa bondia ambao ana punching power kubwa, na ukatoboa kwenye namna hii basi unataya ngumu. Kianza pia tena Itaba ataki mchezo safari hii kwenye raundi hii ya 10 kwa kile ambacho amekitengeneza muda mrefu. Kwangu kwa Itaba ni hizo bobbing, lakini uwezo wa kuvumilia mimi niliuona kwa Mwaiguisa, japokuwa alipoteza ile fight, lakini alipokea ngumi nyingi sana. Anasema hapana, ilikuwa ni mgwara ile au mtama ulipigwa kiaina, lakini Itaba anarudi tena, kimweka kando, kiendelea naye. Kila mmoja anatupa huko akijiexpose au sura yake akiacha wazi sana. Itaba mkoa ni mzuri kukwepa kwa kuinama chini au mwili wake kuuchezesha zaidi, lakini huwezi kusema kwamba kuna guard ambayo wanayo kwa muda mwingi, hauioni, na ndio maana kuna wakati zile punch za Dula zinamfikia kama hivyo, wamekuwa akitumia kukwepa. Na Dula amekosa target kama alivyosema Bezaidal, yani hafanyi ile setup ya panchi zake, na ndio maana imekuwa rahisi kwa bwana Itaba kuziona na kukwepa kwa chini. Dula hawezi kufanya jambo lolote lile. Hizo kinachotafutwa ni kumaliza hii raundi ya 10 kwa nguvu zote, kwa juhudi zote, kwa maarifa yoyote kama hivyo. Hayo ni maarifa, una dance unarudi nyuma ili tu kuimaliza raundi hii hapa ya 10. Hussein Itaba na Dula Mbabe wamekamilisha pambano la namna yake, pambano ambalo liko na heka. Dula Mbabe akilamba sakafu, Hussein Itaba akilamba sakafu, lakini Hussein Itaba leo hii kaonyesha kitu cha utofauti zaidi. Knuckles wanafurahi kila kona. Dula Mbabe mkutana challenge kubwa leo kutoka kwa Hussein Itaba. Right hand, big hand zikamkalisha chini. Alianza na left hand, alianza na right hand, na hiyo ikawa ni left hand kwa mara ya pili. Akakaa chini. Dula Mbabe ameandika shetani ya choki nyuma ya mgongo wake. Usiku wa leo live kutokea East Africa Commercial and Logistic. Pambano lilomalizika lilikuwa ni pambano la round 10 kati ya Dula Mbabe kutoka red corner dhidi ya Hussein Itaba kutoka blue corner. Referee akiwa ni Modest Rashid na judge namba 1, na matokeo ni kama ifuatavyo. Judge namba 1 Josmo Mlundwa ametoa point 92
kwa 97. Judge namba 2 Pembe Ndava ametoa point 94 kwa 94. Judge namba 3 Mohamed Mganza ametoa point 97 kwa 92. Na pambano hili ni draw.